Taarifa tulionayo ni kuhusiana na mwana harakati kutokea katika chama cha demokrasia na maendeleo Godbless Lema ameweza kumtaka RC kutokea jiji la Arusha Paul Makonda kutotaka kuingilia kile kilichoweza kuzungumzwa na maaskofu wa Kitanzania ama umoja wa maaskofu ambao ni teki. Nafikiri yote iliweza kuongozwa na Rais Wolfgang Pisa ambaye ni rais wa umoja wa makanisa ya Katoliki hapa Tanzania na umoja pia wa maaskofu Tanzania ambao ni TEC. Sasa kiuhalisia ilikuwa ni kauli ambayo kwa Paul Makonda aliweza kuikanusha na kuwaomba pia maaskofu kutojihusisha na kutoingizia maswala ya kisiasa na maswala ya kidini, yani kuinterconnect ama kupendelea upande fulani. Sasa kwa fakti na pointi ambayo tumeweza kuinukuu kwa Godbless Lema ni kwamba yani kwa nini iwe kwenye kipengele ambacho viongozi wa dini wakiwa wanaizungumzia vizuri chama ama wakiwa wanazungumzia vizuri serikali, basi wanaonekana kwamba hawaingilii dini na wala hawachangii na wala hawa interconnect dini na masuala ya kisiasa, ila wakiwa wanazungumza ukweli basi wanaonekana kuwa wao wanaingiza dini na masuala ya kisiasa katika sehemu moja. Na ni swala pia hata ambao tuweza kumsikiliza askofu akiweza kuzungumza kwamba kwa nini wakiwa wanaisifia serikali ya Tanzania basi wanakuwa hawaonekani kwamba wao viongozi wa dini wanaingizia masuala ya kisiasa na masuala ya dini katika sehemu moja, ni wana interconnect. Lakini wakiwa wanazungumza ukweli na kuzungumza kuhusiana na masuala ya haki, basi wanaonekana sasa wao sio waaminifu na sio waadilifu na wamekuwa wakiingiza masuala ya dini na masuala ya kisiasa katika eneo moja. Kwa hiyo ni fakti ambayo tayari imeonekana kuwa kusambaa na wakiwa wanapingana, na kutokana pia na kauli ambayo iliweza kuzungumzwa na Paul Makonda baada ya kuweza kutoa wito na kuwaomba viongozi na maaskofu kwamba wasiingize na wala wasijikute wanashirikiana kwenye masuala ya kuzungumzia dini na masuala ya kisiasa katika eneo moja. Na huko Godbless Lema yeye akaja na pointi ya kuweza kupinga swala hilo, na huko akiwa ameweza kunukuu kutoka kwa askofu aliweza kusema kwamba wakiwa wanasifia kwamba serikali inaupiga mwingi, basi hapo wanakuwa hawaonekani nini wanachokizungumza na kuchangia kwenye masuala ya dini na kisiasa, ila wakiwa wanazungumza ukweli kwamba labda serikali inaupiga mchache, basi hapo wanaonekana wao kuwa ni tofauti ama wao wanaonekana kuwa ni watu ambao wanachochea labda amani ipotee ndani ya taifa la Tanzania. Kwa hiyo ni swala ambalo mpaka muda limekuwa kwenye upingamizi wa kutosha. Sasa ukiwa kama moja ya mwananchi na msikilizaji, uko upande gani? Uko upande wa Godbless Lema kwa kauli yake ama uko upande wa RC kutokea jiji la Arusha ambaye ni Paul Makonda aka Baba Kegan? Tukutane kwenye comment na hii ni Hotboy Media.